mwingine anasema hivi. Na mnaona kuna nchi ambazo kiongozi wa nchi anasema mambo ya maendeleo, mwingine anaongeza neno jingine, hatujaona. Tumejenga shule sijaona. Skanka hizo ni skanka. Kwa hiyo Tanzania hatutaruhusu. Hiyo mijadala haina tija. Miongoni mwa ukamataji uliofanyika mwezi Mei 2025 umehusishwa aina mpya ya usafirishaji wa dawa za kulevya kwa kutumia pipi za watoto. Pipi hizi zimetengenezwa kwa bangi na zina kiwango cha juu cha kemikali yenye kilevi aina ya THC kufikia 92%. Ifahamike kuwa bangi za kawaida viwango vyake vya kemikali ni THC kati ya 3 hadi 12, wakati skanka ina viwango vya 40 hadi 60. Hii ni mara ya kwanza kukamatwa kwa aina hizi za pipi hapa nchini Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, miaka ya hivi karibuni kumekuwepo na msukumo mkubwa wa kuhalalishwa kwa matumizi ya bangi kimataifa ikiwemo bara la Afrika. Msukumo huo ni kwenye uzalishaji na biashara kwa ajili ya matumizi ya kujistarehesha na kutengeneza dawa tiba. Hata hivyo, kilimo na matumizi ya bangi vina athari zaidi kwenye nyanja zote kuliko faida inayoelezwa. Tafiti za machapisho mbalimbali zinathibitisha kuwa matumizi ya bangi huathiri afya ya mtumiaji, ikiwemo kuharibu mifumo ya fahamu na kuchochea magonjwa ya akili. Pia, bangi ni kichocheo cha matumizi ya dawa nyingine za kulevya na husababisha uwepo wa magenge ya uhalifu na mmomonyoko wa maadili pamoja na uharibifu wa mazingira. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa taarifa ya hali ya dawa za kulevya duniani ya Juni 2024 iliyotolewa Vienna nchini Austria, inaeleza wazi kuwa katika maeneo yaliyohalalisha matumizi ya dawa za kulevya aina ya bangi, uzalishaji wa bidhaa za bangi zenye viwango vikubwa vya kemikali hatarishi ya THC uliongezeka. Aidha, taarifa zaidi zinaeleza kuwa katika nchi hizo kumekuwepo na ongezeko la watu waliohitaji tiba kutokana na madhara ya matumizi ya bangi, sambamba na kuongezeka kwa idadi kubwa ya watu wenye matatizo ya akili na waliojaribu kujiua kutokana na matumizi ya bangi, hasa miongoni mwa vijana. Kutokana na changamoto hii, mamlaka itaendelea kusimamia kikamilifu udhibiti wa kilimo, biashara na matumizi ya bangi ili kulinda na kuokoa nguvu kazi ya taifa ambayo wengi wao ni vijana.